Gari ni mtu mdogo sana kwenye mpira nchi. Mimi nakutajia watu wakubwa kwenye mpira nchi ambao wamefanya mambo makubwa sana, ambao hata kama leo wanaondoka kwenye uso wa dunia bado watu wataendelea kuwakumbuka. Waliomponza hali ni wale machawa ambao walikuwa wanaamini kama ni watu wake. Unazungumziaje sakata la afisa habari wa Club Young Africans Ally Kamwe? Mitandaoni kuna maneno yanaendelea kuzagaa kwamba anaenda kufungiwa, lakini taarifa rasmi ya mamlaka kwa maana ya kamati ya maadili na shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF bado hawajazungumza chochote kuhusiana na jambo hili. Japo wengi wanasema kuna adhabu dhidi yake. Unalipi la kuzungumza? Katika watu ambao kwanza natakiwa washukuru na kuwatafuta kuwapongeza ni mimi. Ally Shabani Kamwe ni mmoja kati ya watu ambao niliwasihi muda mrefu sana, zaidi ya miezi 5-6 nyuma, kwamba mazungumzo na tabia anazokwenda nazo sio tabia ambazo zinaweza kufanya mchezo wa mpira uwe na afya na hata kwake mwenyewe pia. Lakini mara nyingi kwenye nchi watu wana kaida ya kubeza na kuona huyu anazungumza ni nani. Sisi tupo kwenye mchezo, tupo Yanga, tunasikilizwa na watu wengi, tunafuatiliwa. Huyu hawezi kuzungumza jambo ambalo lenye manufaa. Kumbe sio kweli. Kweli ni kwamba mpira huu una taratibu zake, una sheria zake. Kwa hiyo mtu wote anakiuka sheria, maana yake atapata matatizo, na matatizo ni kama hayo. Kufika tu kwenye kamati maana yake ni kujitia doa tayari. Hata kama atakuwa hajafungiwa au akifungiwa, lakini yote yanakuwa ni doa tayari. Yaani kitendo cha wewe kutoka kwenye kamati maana yake tayari umeonekana ni mtu ambaye unakwenda wrong na kile ambacho unakisimama. Kwa hiyo mimi ajenda peke yake na Ahmed Ally naye ameenda. Yes, wote wawili mimi si nilikuwa napasua hapa nazungumzaga hapa, lakini mimi namzungumza sana Ally Kamwe kwa sababu huyu anasemea taasisi ambayo mimi inanihusu. Yes, wana Simba huko hapo, wana Simba kama wataona habari wako na mambo yanakwenda wrong, wanafaa kumwambia, tumwambia, lakini mimi nazungumza na Ally ambaye mimi ni shabiki wako, kwa sababu mimi ni shabiki wa Yanga na yeye ni kiongozi Young Africans. Kwa hiyo mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanaongoza. Kwa hiyo nayo yake ya kumsifia na kufanya vizuri, lakini nikimwona nakwenda nje ya mchezo ni haki yangu kumwambia. Kwa hiyo nilishamueleza habari hizi muda mrefu, lakini nafikiri sasa ni wakati wako kunitafuta na kunishukuru na kuniambia brother, kweli ulichokisema kimetokea. Sasa najirudi, najirekebisha, na bado tunamhitaji kwenye familia ya mpira sisi. Pamoja na mambo yote, lakini bado tunamhitaji. Kwa hiyo kamati kama itagundua makosa yake, kwa sababu nasikia alivyoelezea mwenyewe asubuhi, nimemsikia kwamba kamati inasubiri kutoa hukumu. Kwa hiyo kama itaonekana kanuni anapaswa kutoa adhabu, atakuwa apewe, na huo ndio taratibu wa sheria, kwa sababu sheria mara nyingi huwa ni msumeno. Kwa hiyo kama amekutwa na hatia bwana Makawila anataka akandamizwe. Na hiyo ndio inakuwa sio kukandamizwa, ukizungumza kukandamizwa inakuwa kama ni uonevu. Yaani haki ya sheria ni kutekelezwa kile ambacho umekutwa nacho. Ukiambiwa uko huru, ukiambiwa uko huru maana yake hiyo ni hukumu kwamba kesi imehukumiwa, wewe uko lakini huru. Ukikutwa na hatia kuhukumiwa maana yake umehukumiwa kwa sababu umekutwa na hatia, kwanza ni hukumu. Lakini Makawila, wewe pengine labda unajisikia vibaya kama Ally Kamwe akifungiwa? Mimi nafikiri ni maisha yake ile, anatafuta ugali, ni maisha yake. Kwa hiyo siwezi kupendezewa na kuharibikiwa kwa mtu, lakini sina uwezo pia ya kupindisha sheria. Lazima utakuwa ulielewe kwamba sipendelee yeye afungiwe, lakini sina uwezo wa kupindisha sheria. Ikiwa sheria imeamua yeye afungiwe, mimi sitakuwa na uwezo wa kuzuia. Mimi sehemu yangu pekee ambayo nilikuwa na uwezo wa kuzuia ni pale nilipokuwa nasema kabla hajatokea. Hiyo ndio ilikuwa nafasi yangu. Kwa hiyo hapa tuache sheria iamue. Hata zungumza ni rumors tu, sheria ndio itakayoamua. Na sheria ikisema no, ikisema yes, hakuna mtu atakayebadilisha. Itabaki kama nunguniko tu na maoni ambayo hata saidia kitu. Kwa kusaidia ndio kama vile ambavyo nilikuwa naongea mimi mwanzo. Kwa bana jirekebishe. Bana ile alifai. Ile ndio kujenga. Sasa mtu anashakwenda kwenye vyombo vya sheria, unawezaje kumtetea? Wanasema akili za mtu ni nywele zake, sio? Na wanasema kila mtu ana akili zake mwenyewe. Na katika hili kila mtu anatoa maoni yake. Wengine wanasema asamehewe. Wengine wanasema kama amekutwa na hatia wamfungie. Upande wa pili huko kuna maoni tofauti. Mashabiki wa Simba baadhi wanajisikia vibaya kama mtani wao akifungiwa, wengine wanasema bora afungiwe maana anatukera. Katika hili unazungumza ni kutokuwa na weledi kwenye mambo ya kisheria tu. Mimi nafikiri jambo likishafika kwenye mamlaka za kisheria, watu wengine wanapaswa kusikiliza hatima ya mwisho ni nini. Basi yani hakuna kitu kingine utakachopeka hapo wewe. Huruma yako, chuki yako haitasaidia. Kama atakuwa anaonekana hana hatia, hata kama ukimchukia wewe hata hukumiwa. Ikionekana kama anayo hatia, hata kama wewe uko unachukizwa na hukumu yake, bado atahukumiwa tu. Kwa hiyo mimi nafikiri yani maoni ya watu hawezi kusaidia kitu kwenye sheria. Jambo likishafika kwenye sheria, kinachofuata ni kamati ndio inafanya maamuzi. Sisi tunasikiliza tu kama mashabiki wa soka. Ikitokea amefungiwa au hajafungiwa, manake kila mtu atakuwa na nafasi sasa ya kumshauri, kwa sababu bado atakuwa na maisha mengine. Hawezi kuwa ndio mwisho wa maisha yake kwamba akiwa yuko Yanga au akiwa bado anaendelea Yanga kusema ndio itakuwa kila kitu kwake kimekwisha. Hapana. Wengine wanasema eti kwa sababu babake labda wakati anakabidhi ile nyumba kwa mamake, yale maneno labda leo zungumza, wanasema labda kama imekuwa laana hivi
hivi kuna uhusiano wa hiki ambacho kimetokea na kile? Mimi kwanza siamini katika laana hizo. Mimi naishi kama mzungu bwana. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Ni imani tu ambazo mababu zetu wamepandikiza na baadhi ya watu wanaona kama kuna tija, lakini mimi nafikiri hakuna uhusiano. Yes, unaweza ukawa unafanya mambo mazuri, lakini kama kuna jambo umeteleza kwenye sheria utahukumiwa. Yaani unasema kwamba wewe umefanya, yani umevunja sheria, unasema na mimi wazazi wangu nafanya hivi naenda nao vizuri, kama ndio utafungwa. Hayo ni uongo. Wewe unatakiwa uishi kwa mujibu wa sheria bana. Kwenye sehemu yote kunakuwa na sheria na kanuni zake. Faidi hiyo ni nuance tu ambazo hazina faida kwanza na hazina afya na mchezo wenyewe wa mpira huu, tukio ambalo linamhusu Ali. Mimi nafikiri ni yetu kuomba dua kesi yake iende vizuri, yani aonekane hana hatia ili endelee kuhudumu Young Africans. Na mimi ni moja kati ya vitu ninavyoomba kwamba yeye aendelee kubakia kwenye familia ya mpira, lakini sina nguvu ya kubadilisha sheria. Lazima tuelewe kwamba sheria itakachoamua mimi nitaunga mkono tu. Wakisema Ali kafungua hata maisha nitaunga mkono, wakisema Ali kulu nitaunga mkono, kwa sababu wao ndio wenye mamlaka na tumewapa mamlaka waendeshe kwa mujibu wa sheria, nao hawatoi mambo yao kwenye vichwa vyao, wanatoa kwenye kanuni na sheria ambazo kila mtu ambaye yupo kwenye familia ya mpira ana wajibu wa kufahamu kanuni na sheria. Kwa hiyo mimi nafikiri tuache sheria ifuate mkondo wake, watu waache kuzungumza nje. Tuache sheria ifuate mkondo wake. Yes. Lakini kama ikitokea hayo ambayo watu wanayasemea, wanaendelea kuyasambaza kwenye mitandao ya kijamii, kwamba kafungiwa, Haji Sunday Manara ni mtu sahihi kushika nafasi yake kama afisa habari ndani ya Club Young Africans? Yanga ina watu wengi sana. Haiwezi kuwa tu Haji, yani haiwezi kwa hivyo. Hii nchi ina watu wengi wenye vipaji, watu wengi wenye weledi wa kufanya hizo shughuli. Kwa hiyo siamini sana katika Haji kama itatokea hivyo, ambalo ni bahati mbaya, kitu ambacho hatukiombei, kwa sababu yule ni mwanafamilia mpira na tunapenda tuendelee kuwa naye. Lakini kitokea hivyo, maana yake Yanga kuna watu wengi ambao wanaweza kufanya kazi hiyo. Haiwezi kuwa lazima Haji, yani lazima Haji yeye Haji ni nani yani? Yaani Haji kwamba yeye ndo Haji umtaki kabisa. Sio simtaki, lakini kwa taasisi ya Yanga wapo watu ambao wanaweza kufanya kazi yake, kishafanya akataka ushapita. Kuna Antonio Luga ameshafanya akataka ushapita, kuna Hassan Bumbulu ushafanya akataka ukapita. Kwa hiyo unazungumza Yanga ambayo akina Jelu Moyo ushafanya akataka ukapita na Haji ushapita. Kwa hiyo ikitokea kama imetokea bahati mbaya hiyo ama mtu amefungiwa, wapo ndani ya Yanga watu ambao akina Makawila wengi tu. Mimi mwenyewe napewa kijiti kina buuza. Wewe. Kwa hiyo wanachama waanze kupendekeza kwa engineer. Mashabiki chao ndo watapata shida. Sasa mimi utaniweka na chao bwana. Wewe chao utaki kabisa. Mimi kama na mimi niko wazi, hata sehemu ukiniweka kwa uongozi unaambia kutakuwa na chama na kwambia bakia na cheo chako, mimi sitaki. Utaki kuwa chawa? Siwezi kuwa na chawa. Yaani niwe kiongozi afu kuna machawa pembeni. Mimi kuongozi, ukinipa uongozi maana yake nanyoka. Kama unavyoona sasa nimeondoka kwenye taasisi ya Yanga, nimekuwa shabiki wa Yanga, mimi nanyosha. Ikitokea leo Makawila shabiki huyu wa Yanga ameteuliwa na kamati kuu ya utendaji ndani ya Club Young Africans kuwa afisa habari ndani ya Club Young Africans, utaanza na lipi la kulisemea? Kwanza siwezi kuwa na hawezi kunichagua bwana. Mimi sio mwanachama, mimi ni shabiki mkubwa sana. Unapewa kadi tu mara moja bwana. Hizo kadi hizo sizitaki. Mara nyingi nimekuwa nazikataa. Kwa nini unajua Mnyasa ndugu yangu, hakuna sehemu ambayo kuna unafiki kama watu wa mpira. Yes, yaani watu wa mpira usiamini katika vicheko vyao. Vijana wanaamini katika vicheko. Kumbe nyuma yao wale machao wanaona hao ni watu wao. Wanatamani wao dondoke ili wao wachukue zile nafasi. Na ndio wanaoumiza hivi. Masabadi wengi kwenye nchi wanaumiza na watu walioko nyuma yao. Wao wanaamini kwamba hawa ni watu wao, kumbe wenzao wanatengeneza mazingira ya kuondoa wao ili wao waje kwenye nafasi zao. Yes, wao wanakuwa hajui maskini. Wanakwenda kuingia kwenye mashimo ya kamati kila siku. Kwa hiyo kilio cha mwingine furaha mwingine. Na ndio mpira wa Tanzania unavyoendeshwa hivyo. Hakuna watu wanafiki kama watu wa mpira. Watu wa mpira walikuwa Shafi Daudi alikuwa anafungiwa hapo kwenye mpira, kafungiwa hapa. Watu wa mpira walikaa kimya. Unajua kama watu wa mpira wanafiki. Unamzungumza Shafi ambaye ana mchango wa zaidi ya 40% kwenye mpira wa Tanzania peke yake. Kwenye kusemea, kwenye kutengeneza platform za football, kwenye sehemu tofauti tofauti, lakini angalia Shafi Daudi anafungua na kamati, alafu watu wa mpira hapo kimya. Ndio unajua kama watu wa mpira sasa unazungumza hali mtu mdogo tu. Wewe unazungumza hali ni mtu mdogo sana kwenye mpira nchi hii. Mimi nakutajia watu wakubwa kwenye mpira nchi ambao wamefanya mambo makubwa sana, ambao hata kama leo wanaondoka kwenye uso wa dunia bado watu wataendelea kuwakumbuka. Zungumza mtu kama Shafi Daudi, kazi aliyofanya, platform alizozitengeneza nje ya TFF. Yeye kama yeye na media yao walipotengeneza platform ya football. Kwa hiyo watu wa mpira ni watu wanafiki, lazima watu waishi nao kwa makini. Waliomponza hali ni wale machao ambao walikuwa wanaamini kama ni watu wake. Wanasema unapopigiwa makofi usidhani kwamba unapendwa au unashangiliwa. Usicheze tu. Wakati wengine makofi haya yanakuwa kupigia wakati unaingia shimoni uende kuangamie. Wanasema miluzi mingi inampoteza mbwa. Yes, na lazima uwe makini. Sasa taasisi mbili hizi ni hatari zaidi. Hatari sana. Yes, nakwambia kabisa. Bwana Makawila, nikushukuru sana na nikutakieni kila laheri kuelekea kwenye mihangaiko ya kila siku ya maisha. Na mimi nashukuru sana kaka. Shukrani sana.